wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atalitembelea wilaya yetu tarehe 17 mwezi huu Jumanne. Tondowonge, jitokeze kwa wingi, twende tukamlaki. Changamoto sasa alizalolo isi, muje msikie yale ambayo tujayafanya vizuri, tunaenda kuyakatia rufaa kwa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tujitokeze kwa wingi, twende tukamsikilize rais wetu kwa ajili ya maendeleo. Wafugaji kutokulipwa, hili nalikatia rufaa kwa Mheshimiwa Rais, anakuja Meatu, tutaliwasilisha. Wafugaji wetu walishashinda kesi mahakamani. Hakuna mjadala wa wao kutokulipwa mifugo yao. Ni lazima walipwe. Kwamba mara mbunge wenu ana ugomvi na CCM, mara mbunge wenu ana ugomvi na serikali. Hivi mbunge ambaye ana ugomvi na serikali atafanya maendeleo yote haya? Atafanya haya maendeleo yote? Lakini ukigombana na serikali, manake si umevunja sheria za nchi? Manake si umevunja katiba? Ukivunja katiba, ukavunja sheria za nchi, utakamatwa na kufungwa. Kwenye CCM, ukivunja katiba ya CCM, ukivunja kanuni za CCM, utafukuzwa wanachama wa CCM. Leo Mpina anasimama hapa akiwa ni mbunge wenu, maana yake ni kwamba kama kuna maneno anayoyazungumza Mpina kuhusu wananchi, yuko sahihi. Ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi halali na ni mbunge halali. Tatizo la Mpina moja tu, ni ukweli. Kwa hiyo wapo kweli tunaogombana nao, sio serikali, lakini wapo kweli tunaogombana nao wanaoshindwa kuwajibika. Kazi ya mbunge ni kuisimamia serikali. Ukienda kusimamia, lazima uhakikishe unayemsimamia anafanya kazi vizuri. Tinauligi hoi. Kwa hiyo hatutakubali watu wanaochezea fedha zenu. Mafisadi, wala rushwa, wabadhirifu wa fedha za umma, tutaendelea kuwakamata, tutaendelea kuwadhibiti. Fedha za umma zitumike vizuri. Fedha za umma zikiliwa, utaenda hospitali utakosa dawa. Fedha za umma zikiliwa, mtoto wako atasoma mpaka chuo kikuu, hatapata ajira. Fedha za umma zikiliwa, utaenda kutibiwa hospitali, utaambiwa hakuna dawa, utaambiwa hakuna vipimo, na daktari hata kaa pale ambaye halipi mshahara. Tindabuliki yoi. Kwa hiyo mnapoona tunakuwa wakali, tunataka nyinyi mpate huduma. Hizi fedha hizi tungeleta mchezo, zisingefika huku na kuleta maendeleo. Pale shule ya ufundi pale Mwandoya pale na shule zingine pale zilipigwa pale karibu milioni 200. Yaani huyo mkurugenzi eti tukampigia makofi tu. Wakiiba tuwashangilie. Hatutawashangilia, tutaendelea kuwashughulikia.